Cause wakati pia ikiendelea kati ya watu ambao wameendelea pia kwa wakati huu hapa kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii huko vijiweni imekuwa ni akiwepo tunazungumzia Shija Richard mtiania akigombea nafasi ya urais pale TFF yakidai kwamba atamshtaki kwenye kamati ya maadili rais wa TFF Wallace Karia, lakini pia atampeleka rais Karia of course kwenye kamati ya rufaa. Mnaelewa? Huyu ashahudumu ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Bila shaka mnamkumbuka. Lakini sio yeye tu. Of course kuna mwingine anaitwa yeye ni wakili nani? Cletus wakili Cletus amesema kwamba amekwenda BMT kwa kumnukuu. Nimekuja BMT kutoa malalamiko juu ya mabadiliko ya katiba ya shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF iliyofanywa marekebisho mwaka 2019 hususan ibara ya 37 juu ya ukomo wa muda wa kuongoza. Ibaki miaka 3 mara 3. Maana yake ni miaka 9. Na sio miaka 4 mara 3. Miaka mingapi hiyo? 12. 12. Kutoka 9 mpaka 12. Huyu bwana ni wakili Cletus. Yeye ameelekea BMT. Okay. Kuna mengi yanaendelea kuzungumzwa kwa sasa. Najua unasubiri swali la kwanza kabisa. Usikilize. Hichi mada ambayo of course ipo. Tunaelekea wapi? Ni ghafla sana. Jana malalamiko of course engineer alizungumza, leo malalamiko pia yanaendelea. Tulikuwa Kasuga hapa akanazungumzia kwamba watu wengi wamekurupuka saizi wakati uchaguzi umetangazwa. Maana yake taratibu walikuwa hawazijui. Yawezekana hii ndo hoja ya msingi. Kwamba wengi taratibu walikuwa hawazijui. Maana yake kama tulifanya uchaguzi mara ya kwanza, awamu ya mwisho kabisa, baada ya kuona kama kuna vitu vingi ambavyo havipo sawa, kwa nini tusingeanza kulalamika pale? Kwanza kufanya maboresho kama ni kwenda BMT wapi? Kwa nini tumesubiri mpaka kipindi cha uchaguzi kimekaribia ndio tunakuja na malalamiko? Inatoa picha kwamba hao ambao labda tunaamini kwamba inawezekana wakachukua ofisi waka viongozi wakubwa kwenye shirikisho, hali ya kurupuka ni kubwa, lakini pia ni watu ambao hawaishi maisha ya soka kila siku. Na inawezekana pia wakaenda pale wakiwa na majambo yao binafsi tu. Moja ya kitu ambacho kumekuwa ni kilio wiki nzima ilikuwa ni kilio ambacho kinahusu endorsement, ambao kwa ujumla ni issue ya kikanuni ambayo haijaanza jana, haijaanza juzi wala leo, ipo siku zote. Hiyo issue endorsement kuna watu ambao 2021 iliwashinda, leo hii wamerudia tena, lakini hao pia wanalalamika. Sasa najiuliza huyu mtu baada ya 2021 kuiona hii ni changamoto, tulikuwa tunategemea baada ya uchaguzi kumalizika ndio akitumia ule muda kuanza kuhoji au kuhitaji mabadiliko ya kanuni, kwa sababu tunaamini kanuni zinabadilika. Na huo muda ndio kwa wenyewe. Ukifika muda wa uchaguzi sio muda wa kubadilisha kanuni, ni muda wa kuapply kanuni. Lakini pia huyo wakili Cletus anasema kwamba amekuja kwa ajili ya kutaka kubadilisha kikomo cha madaraka kirudi kule nyuma kwenye miaka 3 kwa vipindi vitatu na sio miaka 3 kwa vipindi vinne, ambao haya mabadiliko yalifanyika mwaka 2019 mpaka leo hii ni miaka 6 imepita. Huyo bwana alikuwa amekaa kimya kama vile hayupo. Leo hii 2025 kipindi cha kuchukua fomu za ugombea ndo anakuja zani. Na mwezi wa 8 ndo uchaguzi. Ni vitu vya hovyo sana, vinasikitisha kabisa. Huyo mtu alikuwa wapi? Kwa sababu kama unahitaji mabadiliko ya kweli ilibidi wakati ule zinabadilishwa. Baada ya kubadilisha wewe ukitaki, ulikuwa na muda wa miaka mpaka 5-6 ya kuweza kudemandia kwenda huko BMT ili mambo yaweze kufanya marekebisho. Kuja saa hizi ileti picha kwamba unahitaji mabadiliko, labda tuna jambo lako lingine la tofauti. Okay, inawezekana sasa kwa hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, kama hawa watu hawakujiandaa mapema, tunaweza tukaingiza watu ambao sio sahihi pia kwenye system. Yaani kwa picha hii tu tayari wamepoteza ile hali ya umakini kwa kile ambacho wanastahili kwenda kukifanya of course kwenye taasisi kubwa kama hii ya kuongoza mpira wa Tanzania. Inawezekana. Unajua mimi baba yangu alikuwa mwanasiasa, sio kwa sasa hivi, lakini kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa naviona kutoka kwake ambapo kidogo vinipa experience namna gani ambavyo watu wanafanya kazi pale ambapo wanataka kugombania nafasi fulani ambayo ili kigezo cha kuingia katika nafasi hiyo ni mchakato wa kupigiwa kura. Ni kama hii nafasi ya urais. Unajua brain, uchaguzi ni mchakato. Yaani uchaguzi ni kama ambavyo unaiona mechi ya mpira wa miguu. Kilichofanyika sasa hivi kwa wagombea hawa ambao unaona kila mmoja anazungumza la kwake ni kwamba wameingia uwanjani tu kuzicheza zile dakika 90. Nje hapo kuna maandalizi gani ambayo umeyafanya? Wapo ambao
uchaguzi wa mwaka 2021 walikosa. Kutokea 2021 ukihesabu mpaka leo ni miaka mingapi ambayo imepita? Ikiwa ilikuwa ni unatamani kuingia katika nafasi hiyo, kuna vitu ambavyo unatamani kuvifanya, kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa na sera ya kwamba mpira ukabidhiwe kwa wenye mpira. Timisi kwamba kuna sera ambazo walikuwa nazo, ambao kuna vitu ambavyo walikuwa wanaviona kwenye mpira wetu haviendi sawa, na kwa sababu wao ni watu wa mpira wanahitaji kuvisahihisha na viweze kwenda sawa. Ule muda kuanzia 2021 mpaka sasa hivi ndio ulikuwa ni muda wa wewe kuanza kufanya maandalizi, kwa sababu inawezekana labda kabla ya hapo, sababu unajua brain inawezekana kwa ni mtu wa mpira, unafahamika kila sehemu, watu wanakujua, lakini sasa je, una interact vipi na watu? Hicho ni kitu cha msingi sana pale ambapo unataka kugombea nafasi yoyote ile. Inawezekana ukawa uko na higher position sehemu fulani, unazungumza mpira kweli, unazungumza football imenyooka, kila mtu anakufahamu, lakini sasa wewe nje ya hapo, mi brain ambaye ndo naitaka hiyo nafasi, na interact vipi na wewe, na interact vipi na Nsajigwa, sababu nyinyi ndo watu ambao pale ambapo nitahitaji hiyo nafasi, nyinyi ndo mtakaonishika mimi mkono, nyinyi ndo mtakaoninyanyua mimi wakati ninapoitaka ile position. Kwa hiyo sasa unaweza kuta sasa mtu baada ya ile 2021 kukosa akaendelea na mambo yake mengine, na kuna wengine ambao wameshapita kwenye nafasi mbalimbali, na maana hata kuna wengine ambao hata kwenye mpira hawakuwa tena wanahudumu mpira, maana ile experience ambayo labda tunaizungumzia ni kwamba tayari tu walishaishi kwenye mpira. Then unakuja unaibuka ghafla. Binafsi naweza nikasema labda kuna baadhi yao kwa nikitumia mtazamo wangu tu, kuna baadhi yao ambao walikuwa labda wanaangalia kitu gani kinaweza kikatokea sasa hivi ambacho kikawa purukushani, ambacho kikapelekea labda purukushani kwa rais wa TFF, ikapelekea labda watu kukosana imani. Kitu gani kimetokea hapa sasa hivi? Unaona ile sakata la Young Africans na bodi ya ligi baadaye likaja kuwa kubwa paka kwa TFF. Mtu anaona okay, sasa kwa sababu hili jambo limetokea, watu tumia upenyo, ngoja nitumie huu upenyo na huenda nikapata nafasi na watu wakaweza kuniamini. Lakini sasa kumbuka, hawa watu walishathibitisha zamani sana kwamba wana imani na huyo rais na eneo kwa mwezi Disemba wakati ule. Yes, na ukitaka tu kuamini hilo jambo, waangalie ni clubs ngapi ambazo zilikuwa zinaungana na Young Africans wakati ana madai yake yale. Zilikuwa nyingi. Hakuna timu ambayo ilijitokeza kusema hakuna ambaye ilijitokeza, sipo tayari kuunga. Ni mmoja tu, Singida, ambaye baada ya mechi yake dhidi ya Simba ndo alitoka akaongea kidogo, afisa habari wao akaongea pale, baada ya pale wakapotea. Wengine mpaka afisa habari wa Tabora United alikuwa akiulizwa kuhusiana na hichi ambacho Young Africans anamkejeli. Yani hakukuwa na mtu ambaye anaunga mkono Young Africans. Sasa jaribu kuimagine, hiyo ni Yanga ambayo ni moja ya timu ambazo ni very famous. Sasa just imagine wewe ambaye unatamani kutumia sasa huo upenyo wa Young Africans na mgogoro dhidi ya TFF, ukaona kwamba okay, inawezekana labda hawa wadau wameshapoteza imani na rais, mimi niweze kuingia hapa. Je, uliweza kusoma upepo? Lakini ni wakati sahihi kuhoji issue nzima ya kanuni kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi. Ndio maana nakwambia brain huku kote ni kutokuwa na maandalizi. Maana nimekwambia kitu simple kabisa kwamba ikiwa sasa kama hujajiandaa unaingia vipi sasa kwenye nafasi hii nyeti? Yaani hujajiandaa wewe mwenyewe. Baadaye tutakuja kutuletea madudu huko ndani. Kila mtu anapokuwa anagombea nafasi fulani, kila mtu anakuwa na motives zake. Mimi brain wewe na Nsajigwa inawezekana tukawa tunagombea nafasi moja, lakini wewe ukaona motives zako kwamba okay, kwa ninavyoona hii nafasi nikiipata, kuna eneo fulani limekaa vibaya nitarekebisha, kuna eneo fulani limekaa vibaya nitarekebisha. Nsajigwa anaweza kuwa yeye anagombea urais kwa kwenye hadhira, watu wanamuona kwamba okay, inawezekana kwa ni mtu ambaye anagombea nafasi fulani ili aje arekebishe, kumbe ana motives zake nyingine kabisa nje na hivyo ambavyo nyinyi mnavifikiria. Ndio maana unakuja kuona, sababu huo mchakato wote, haya mabadiliko yote ambayo watu wanayataka kwa sasa hivi, kama ilikuwa hii nafasi kweli wanahitaji, ingewezekana wao kuweza kubadilisha tokea 2021 mpaka leo hii. Kuja kusema hata kama kuna inawezekana kukawa kuna changamoto hapo, au inawezekana labda kukawa kuna deficiency kwenye hilo eneo, nani ambaye atakuelewa kwa sasa hivi? Kila mtu ataona okay, huyu anataka kwa muda mfupi, ndio kila kitu ambacho kinahitaji mchakato mrefu kiweze kubadilika kwa muda mfupi. It means kwamba you never prepared, haujajiandaa. Okay. Anyway, kwa hiyo kifupi, wanaohoji issue nzima ya utaratibu hawana hoja za msingi. Mtu yote ambaye anahoji swala kikanuni hawana hoja za msingi. Yaani kama ni lugha ya mjini, huyu anahitaji kutrend. Okay, anyway, hii issue ya kwenda BMT sijui wapi, zile za chini nyingine wanasikia singo, kuna wengine wanataka kwenda mahakamani. Athari yake ni ipi? Na tunaweza wakati tuna mifano mama kabisa ambayo imetokea baada ya hili tukio kama hili. Forza athari sio kwenda BMT. Athari ni hatua ambazo BMT itazichukua. Kwa mfano huyu ambaye atakaenda BMT kwamba kanuni badilishwe, maana yake atahitaji BMT wasimamishe uchaguzi sasa, ili mchakato mwingine kubadilisha kanuni uanze, si ndio? Sasa hicho kitendo, maana yake BMT ni chama cha serikali, kitakuwa kimeingilia maamuzi ya kimpira moja kwa moja. Na mfano mzuri tu ni issue ya Kenya 2021 ya 2022. Of course haikuwa uchaguzi, ilikuwa masuala mengine tu ya kiongozi
ambapo serikali wao waliona kuna matumizi mabaya ofisi, rushwa, kuna baadhi ya pesa ambazo serikali ilikuwa inazitoa kwa ajili ya maeneo fulani, labda kuna pesa inatoka kwa ajili ya mataifa ya vijana. Lakini ingawa akipiga jicho hauoni kama ile pesa inatumika kule, na wakati huo shirikisho linakuwa halina taarifa ambazo zinaeleweka kuhusiana na ile pesa. Kwa hiyo BMT ya kule sasa, Baraza la Michezo la Kenya likaamua kuvunja ule uongozi ambao upo kwa wakati huo ambao kwa chini ya Rais Nick Mwendwa. Baada ya kuvunja na kusimamisha kwa miezi 6 ili wafanye uchunguzi, tukio ambalo baada ya kamati ya nizamu ya FIFA kukaa ikaona kabisa hapa serikali imeingilia maamuzi ya moja kwa moja ya mpira. Kenya walifungiwa mpaka juzi kati hapo wanakuja kufunguliwa. Kwa hata sisi athari ambayo itakuja endapo huyu aliyepeleka malalamiko BMT wakaamua kusimamisha uchaguzi, bwana msiendelee. Kwa sababu sasa tunazungumza uchaguzi unaisha na kamati ya uchaguzi ambayo ipo TFF, ndio? Maana yake bado tupo kwenye eneo la mamlaka za kimpira. Hii shughuli inaonyesha na jambo la kimpira. Likienda BMT aje simamisha, kutakuwa na mtu mwingine watatu ambaye hahusiani kabisa na mpira atakuwa ameingilia kati. Kwa matokeo yake ni hayo. Okay. Na kuna watu kama hawajui. Unajua kuna watu wanapiga kampeni kama si tufungiwe. Inawezekana mtu akaelewe kufungiwa ni maana yake nini. Niona kwanza ile barua ilivyosambaa. Kwanza kule yani kama mtu anafurahia tu, lakini tukifungiwa si kwamba atapata hasara ni rais wa TFF au ni TFF, ni wote kiujumla. Kama wewe ni shabiki wa Yanga, upo nafasi ya 11 hivi sasa kwenye CAF ranking. Kisha kupeleka pale ni ushiriki wako kwenye michuano ya kimataifa. Maana yake tukifungiwa hamna cha CAF Champions League wala kombe la shirikisho. Utacheza humu ndani na kina EF. Wewe kama shabiki wa Simba ambao unatamani ifungiwe na bani sifa tukifungiwa, si upo nafasi ya 5 hivi sasa kwenye ule CAF ranking. Maana yake tukifungiwa inawezekana ukashuka kwa hata 50 huko, kwa sababu utashika kombe la shirikisho wala chochote. Hivyo kwa timu za taifa. Kwa sasa kufungiwa watu watakiwa wajue zinamgusa kila mmoja. Na hapo sio shirikisho peke yake. Hapo si ushiriki tu, hata sponsors. Kuna sponsors ambao sasa hivi wanakuja kuinvest kwenye hizi clubs kwa sababu wanajua tayari zinaonekana Afrika nzima kwenye mashindano ambayo wanashiriki. Kwa hiyo ukija kupunguza sasa ule uwezo wa hizi club kuweza kuonekana kama ambavyo imekuwa sasa hivi, timisi kwamba hata kuna baadhi ya sponsors wataona okay, sisi kwa nini tunawekeza hapa, tunalipa fedha nyingi waile hawaendi popote, hakuna popote tunapoonekana zaidi ya hapa Tanzania. Kwa watu wataondoka, fedha zitapungua, sajili za wachezaji wakubwa zitapungua. Hakuna mchezaji mkubwa atahitaji kuja kucheza, acheze ligi ya ndani tu, asiwe exposed huko nje. Kuna baadhi ya wachezaji wakubwa zitawakosa. Jana of course, leo bado ziko nazungumzwa issue nzima za kanuni, utaratibu wa kupata endorsement na mengineyo. Tumesikia hapa, nafikiri Angetile tulikuwa tunamsikia kupigia Kipenga Extra of course, jana pia kupitia Kipenga pia amesikika hapa na baadhi ya vitu vingine kuhusiana na utaratibu uliotumika kwa watu wengine kukubaliana kwa pamoja kwamba huyu mtu apite kipindi ambacho uchaguzi bado ulikuwa haujakaribia, silipo. Malalamiko makubwa, turudi sasa katika uhalisia. Malalamiko makubwa ni ile issue nzima ambayo inazungumzwa endorsement. Kwenye 47 ambazo kwa zimetajwa, mtu alotembea karibu zote zimechachukuliwa kasoro moja ikaonekana, yani 46 inasemekana. Nani aliyechukua ilikuwa haifahamiki, lakini inaonekana za ndani zipo na